academy zimeongezeka. Ukienda BMT sasa hivi academy ambazo zinasajiliwa yani zinaongezeka, kitu ambacho kinakuwa na ina thamani huko mbele ya safari, lakini pia na kuzalisha wataalamu, kwa sababu unajua youth program ni tofauti na coaching program nyingine hizi za timu za wakubwa. Kwa hiyo na kuzalisha wataalamu ambao kwenye chuo cha maendeleo ya michezo mali ya kule tayari wataalamu wameshaanza kuzalishwa. Kwa hiyo huko mbele ya safari kwa kweli tunaona kabisa yani tunakoelekea wana michezo, yani michezo inaheshimika kama zinavyoheshimika sekta nyingine ambazo zamani ilikuwa kuzungumzia michezo mtu anajua michezo siji ni burudani tu, lakini michezo sasa hivi ni chanzo cha ajira, michezo ina mchango wa uchumi, michezo kama sekta nyingine ambazo zinavyoheshimika. Sawa, tuzungumzie kidogo pia, nilikuwa na kwenye baadhi ya vikao vya Young Africans kuhusiana na mambo ya uwanja. Tuzungumzie kidogo, watu wana elimu ambayo wanaikosa mtaani. Kuna kole izungumze nchini Harris kwamba uwanja uanze kesho. Watu wanapita Jangwani, wanapiga picha, wanaangalia, hawaoni kitu. Bado wanapata kigegeziko wakisema huenda ni siasa za mpira zilitumika kufanya hivi. Hapana, ile commitment ambayo tayari wameshaina ni kitu ambacho kwa kweli inaonekana kabisa kwa jinsi ambavyo Ghalib amejitolea. Unaona kabisa Yanga itanufaika na ule uwanja ambao utakaojengwa, kwa sababu katika investment ya kwanza katika michezo, investment ya kwanza potential huwa ni uwekezaji katika miundombinu. Ndio sababu hata katika zile 17 laws of the game sheria namba 1 ni uwanja, alafu ndo baadaye vinafuatia vitu vingine. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli anathibitisha thamani ya kuwa sponsor wa club kwa kuwekeza kwenye uwanja. Kwa hiyo Yanga ndio itakayonufaika. Pengine ni kweli tunaweza kusema kwamba usajili wa Young Africans kwa kipindi cha hivi karibuni ulifeli kwa sababu ya watu wengi ambao wamesajiliwa kuondoka, kutolewa kwa mkopo, then wakuta katika sajili ambazo wamefanya rais kasalia mchezaji mmoja ama wawili. Huko ni kufeli ama ni kawaida ya usajili unakuwa ni kawaida, kwa sababu unajua usajili huwa ni risk taking. Ni kitu ambacho huwa kinatokea katika registration. Kumpata Fiston Kalala Mayele kaondoka, sasa kupata mtu kama yule, kwa sababu yule alikuwa na mchango mkubwa, sasa kumpata mtu kama yule tufanyeje? Kwa hiyo ni kutake risk kwenda kuchukua mtu mwingine. Sasa unakuta ndio alikuwa na perform kule, lakini kutokana na mazingira tofauti ni kitu ambacho huwa kinaweza kutokea. Ndio sababu mabadiliko yataendelea. Ndio maana wanasemaga road to success is always under construction. Siku zote hauwezi kusema kwamba mimi nimeshamaliza bana. Yani kadiri unavyozidi kwenda ndio kadiri unavyozidi kutakiwa kuendelea kuboresha continuously muda wote unapoendelea. Tumalize na hili Ali Mai Tembele. Ni sahihi kumfananisha Alan Okello na Clatous Chota Chama? Sasa hiyo hapana, kwa sababu kwa ligi hapa ndani kwa Chama yeye tayari ni mzoefu, amecheza muda mrefu. Sasa kumlinganisha mtu ambaye amecheza muda mrefu tayari mchango wake, impact yake inajulikana, na mtu ambaye ndio kaanza msimu huu kwenye dirisha dogo, hiyo bado kwa mchango wake wala Okello umethibitia kabisa kwamba ni kweli mchezaji ambaye ameonekana kuja kuziba ile gap ambalo Yanga walikuwa wanahitaji. Lakini kwa mtu ambaye tayari impact yake ishaonekana kwa muda mrefu, Clatous Chota Chama, hapana, ni sawa la kumpa muda, labda acheze miaka 4 ndio usebana, na huyu naye amekuwa na consistency ya performance kama Chama. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kusema ulinganishe kwa sasa hivi bado itakuwa ni unfair competition. Shukrani sana. Asante sana.